Bwana Yesu mwaminifu, uliye Baba, uliye Mwokozi wangu, na kutukuza Jehova na kukuamini mtakatifu. Hayupo aliye kama wewe, Simba kabila la Yuda. Ninalinua sana na kulibariki jina lako. Wewe ni Mungu mkuu mtakatifu, tunayekuinua na kubariki. Asante kwa ajili ya msikilizaji wangu wa Tunduma FM na mtazamaji wangu wa Ebeneza TV. Baba, naliinua sana na kulibariki jina lako. Wewe ni Alfa, wewe ni Omega. Baba, jina lako litukuzwe, Elohim Adonai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, narudisha utukufu na heshima ni kwako wewe uliye mwema, katika jina la Yesu nikiomba na kuamini, amen. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Mwalimu Yeremia Ebeneza Mwaigaga. Mimi ni mwalimu. Bwana Yesu asifiwe. Na ninakukaribisha msikilizaji wangu wa Tunduma FM katikati ya kusikiliza na kujifunza kwenye neno la Mungu ambalo linakuongezea maarifa na linakupa matokeo ya kile ambacho unahitaji kukipata. Kwa sababu usipokuwa na hicho kitu kitakusumbua sana kwenye utumishi wako, lakini pia kama hujaokoka kitakusumbua sana hata kwenye kuishi kwako. Bwana Yesu asifiwe. Si jambo jepesi kwa jinsi ambavyo nahitaji kufahamu, msikilizaji wangu wa Tunduma FM na mtazamaji wangu wa Ebeneza TV. Mimi ni mwalimu. Lengo kubwa ni kuona ukitoka sehemu kwenda sehemu nyingine. Ndio lengo kubwa. Kwa hiyo unahitaji kukaa kwa umakini na kusikiliza ili uweze kukujenga na kukupa matokeo ya kuishi kwenye kumtegemea Mungu na kukaa kwenye kile ambacho Mungu anahitaji kutenda kwako na kufanya kwako. Kwa sababu ndani yako iko kwenye kuamini kwako na iko kwenye kutenda kwako. Mwingine anasema basi labda kwa sababu sijaokoka basi sina namna ambavyo ilivyo. Kwa nini mwalimu anasema hivi? Kwa sababu neno la Mungu, ndio maana umefungulia redio, ndio maana umefungulia ni Ebeneza TV, umefungulia unatazama. Kwa hiyo Mungu anakusudi na wewe. Kwa hiyo kama anakusudi na wewe, lazima ucheki hivyo vitu ambavyo unahitaji kufahamu kama mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Na somo letu la leo ni namna ya kuvishinda visasi vinavyotokana na maisha yako. Namna ya kuvishinda visasi vinavyotokana na maisha yako hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Si jambo jepesi ambalo watu wengi wanajua na watu wengi wakifundisha, si watu wengi sana nikisikiliza namna ambavyo nikifungua kwenye redio au kwenye TV au namna vyovyote ambavyo ilivyo, huoni sana watu wakifundisha haya masomo. Ni masomo ambayo unahitaji kujua na kufahamu maana yake nini. Maana yake nini ya namna ya kuvishinda visasi vinavyotokana na maisha yako. Namna ya kuvishinda visasi vinavyotokana na maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza ambalo tunahitaji kufahamu, ukizungumza habari ya visasi au kisasi, si watu wengi wakijua kisasi na kikoje. Na ninataka leo nikufunulie maandiko ili uweze kujua namna ambavyo visasi, jinsi ambavyo vilivyo, lakini pia roho za visasi vilivyo. Kwa hiyo ile ni roho kamili. Kwa hiyo kama ni roho kamili, nataka tusome kwanza kwenye Waefeso 6. Waefeso 6 ule mstari wa 12. Waefeso 6 ule mstari wa 12. Neno la Mungu linasema, kwa maana
kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi wa pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Narudia tena, Waefeso 6:12 inasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, na juu ya majeshi wa pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kitu ambacho ninachotaka nikupanulie, ambacho nahitaji kufahamu sana, watu wengi wataelewa, utanielewa hapa ambapo ninapoenda, ni kwamba roho za visasi ni kwamba ni roho ambazo adui anaziandaa, ni roho ambazo adui ameziandaa kwa watu mbalimbali, na kwa namna ambavyo anaziandaa na wengine kupitia roho za visasi wamekata tamaa na utumishi wao. Mwingine hawezi kunielewa. Umewahi fikiri namna ambavyo ilivyo roho ya kisasi ambayo inayotumwa kwako, inayotumwa kwa mtu yeyote ambaye anamcha Mungu, na saa nyingine namna ambavyo ulivyo, lakini nipo kwenye habari saa nyingine ya huduma yako, saa nyingine kwenye uchumi wako, saa nyingine kwenye afya yako. Roho ya visasi ni kwamba kwa sababu ni roho kamili ambayo inatoka kwa Shetani, ni roho kamili ambayo ndugu zake ambao ni hawa wapepo wabaya na juu ya giza, juu ya majeshi ya wapepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo wale wako kazini, wale wanatenda kazi ili tu kwamba kuna matokeo fulani ambayo yakitokea mtumishi anaweza kurudi nyuma au anaweza kukata tamaa. Kwa hiyo akishakata tamaa ni kwamba ndani yao inatengeneza tension ya kuona sasa tayari tumemweza. Bwana Yesu asifiwe. Roho za visasi ni kwamba nimesema ni roho kamili. Kwa hiyo kama ni roho kamili, kwa mfano unaweza ukawa wewe ni mtumishi, alafu labda umefunga, umeenda mlimani, umeenda kuomba, umeomba, uwe baba, uwe mama, uwe binti, uwe yoyote ambaye umeenda mlimani, umeomba, saa nyingine umekaa, saa nyingine umekaa siku 2, saa nyingine siku 3, saa nyingine siku 1, saa nyingine masaa 12, umeomba, umefunga, umejinyima, umeomba kwa Mungu. Kwa hiyo Shetani anachotangulia sasa kwako, umemaliza na unategemea sasa kwanza kufungua ule mfungo wako. Ghafla unafika nyumbani, kama ni mume wako nakuta amenuna, kama ni mke wako nakuta amenuna, yaani wala kwamba kuna sababu yoyote. Kwa nini? Kwa sababu Shetani anakuwa ametanguliza kile kitu, kwamba ili kutanguliza roho ya kisasi, ili akikupiga kupitia mke wako, au akikupiga kupitia mtoto wako, au akikupiga kupitia mume wako, ghafla wewe utaona Mungu, nimefunga lakini hamna kilichoendelea. Kwa nini? Kwa sababu roho ya visasi nimesema ni roho kamili. Kwa hiyo kama ni roho kamili, lazima kuna matokeo ambayo unahitaji kufahamu. Unapisheje? Mwingine hanielewi vizuri, iko hivi. Mwingine, ili unielewe kwa upana zaidi, mwingine unaweza kawa wewe ni mtumishi, unaomba, unashinda mlimani, unaomba, unahudumu na saa nyingine sehemu mbalimbali, lakini kacheki maisha ya watoto wako, mpaka wakicheki watu wanasema huyu ndo mtoto wa mtumishi, huyu ndo mtoto wa mchungaji, au huyu ndo mtoto wa huyu mtumishi ambaye muda wote yuko fire. Kwa nini? Kwa sababu
kilichotokea ni kwamba adui anaweka roho ya kisasi. Kwa hiyo anajua akikuumiza kwa watoto wako, ghafla unaweza kukata tamaa, na unakuta wala hakipo kwamba huyu ambaye mtumishi akihubiri neno viwanjani, akihubiri neno kanisani, watu wanapita mbele kwenda kukasha, lakini nyumbani kwake mume wake hajaokoka, mke wake hajaokoka, watoto wake hawataki hata kusikia uokovu. Nini ambacho kinachotokea hapo? Ni kwamba roho za visasi ambayo imeenda kupiga watoto, roho za visasi imeenda kupiga mume wako, roho za visasi imeenda kupiga mke wako, kwa sababu ni roho kamili ambayo ndani yake haiwezi kuwa namna ambavyo inaweza kukupa tension au kukupa kitu ambacho unaweza ukatembea kwa furaha, kwa sababu ghafla unakuta mtu mwingine anaona ni kama Mungu hayupo. Ghafla unakuta magonjwa, roho za visasi zimepiga. Kwa nini? Kwa sababu ile ni roho kamili ambayo ndani yako inatenda kazi. Kwa hiyo kama inatenda kazi kwenye mamlaka wa pepo wabaya, ambao adui ambaye anaisababisha, ambayo ni shetani, kwa hiyo unakuta ghafla watu hawaelewi roho za visasi. Unaweza kuwa mchungaji, unaweza kuwa mtumishi mzuri, ghafla unakuta mwanamke amekuletea vya kuleta na huna namna, mwingine ni mwanaume amekuletea vya kuleta, unakuta ndoa inaachana. Lakini nataka nikufundisha leo juu ya habari ya roho za visasi, kwa sababu mkiachana ghafla kuna matokeo ambayo utashuka. Mmeachana kwenye ndoa na Biblia inakataa kuachana na neno la Mungu linakataa kuachana, ghafla roho za visasi zimekuja kwako. Mwingine hawezi kunielewa. Uwe na uhakika kama watoto wako, wewe una watoto alafu wewe unamtumikia Mungu, lakini watoto wako hawataki hata kumfahamu Mungu wako, watoto wako au mke wako hataki hata kumfahamu Mungu wako, au mume wako hataki hata kumfahamu Mungu wako, uwe na uhakika ambacho kimepita mahali hapo ni roho ya visasi ambayo unahitaji ndani yako utengeneze matokeo ya namna ambavyo unahitaji kuenenda ili Mungu aweze kukuwezesha. Ni kwenye roho ya visasi. Mwingine unaomba, unatoka mlimani, alafu unataka ni kama Mungu akutendee hiki, ghafla unafika nyumbani ndipo mlima unaongezeka. Wewe unajua ni jambo la kawaida. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ndio maana ametuumbia akili, alafu ametuumbia na ufahamu. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu ambavyo vinahitaji kucheki namna ambavyo Mungu anataka kwako, lakini pia wewe unahitaji kutembeeje, kwa sababu roho za visasi ni kwamba ni roho ambazo zinakukatisha tamaa. Kwa hiyo zikisha kukatisha tamaa, huna haja saa nyingine ya kuendelea na uokovu. Mwingine anielewe. Waefeso 6 ule mstari wa 14. Waefeso 6 ule mstari wa 14. Neno la Mungu linasema, basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni na kuvaa diria ya haki kifuani. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni na kuvaa diria ya haki kifuani pa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kati ya kitu ambacho nahitaji kutambua na kujua ni namna ambavyo adui ndani yako, kama wewe ni mtumishi alafu huwezi kuwa na hizi silaha ambazo inasema ni kujifunga kweli kiunoni, kuvaa diria ya haki. Kwa sababu kuvaa diria ni kwamba kuna vitu ambavyo roho za visasi inaweza katuma kwako. Ghafla ukakuta kuna watu wakasema huyu mtumishi ni nani, ni mchawi. Huyu mtumishi saa nyingine huyu mtumishi ni kwamba ndani yake ni mzinzi. Ghafla kama huna hizi diria, kama huna diria ya haki kifuani, ni kwamba ndani yako umekwama. Kwa nini? Kwa sababu adui ameinua watu
ambao waweze kukushambulia, ili kwamba sasa ndani yako uweze kukaa vizuri, ndani yako uweze kutengeneza matokeo ambayo Mungu anataka kutengenezea. Ghafla huna neno la Mungu ambalo limekaa ndani yako, ambalo linaweza likakupa matokeo ya kile ambacho unahitaji kutembea. Ghafla roho za visasi, watu wanatuma mishale, hiyo mishale inakubamiza moja kwa moja, unaondoka kwenye utumishi. Umefikiri okay, unasema mimi wakanisimuliage hivi, mimi wakanitukanaje hivi, mimi wakanitukanaje, wakasemage niko hivi. Okay, ni roho ya kisasi imetumwa kwako. Ghafla umeshindwa kupanchi, kwa sababu kati ya silaha ambayo unahitaji kuvaa ni Waefeso 6:11 inasema vaeni silaha zote. Kwa hiyo kama inasema twaeni silaha zote, ni kwamba anataka kukwambia kwenye silaha huko ni kwamba ndani yake kuna haki, ndani yake kuna diria ya haki ambayo ikibana kwenye kifua chako ni kwamba haiwezi kuleta, hata walete neno gumu lenye mishale mikubwa, neno gumu ambalo hata ujui utatokeje. Ghafla ilo roho ya visasi inajishangaa, huwezi kuteteleka. Kwa nini? Ni roho ya visasi, kwa sababu inakuja kuondoa utumishi wako. Roho ya visasi inakuja kukuondoa kile ambacho Mungu ameachilia kwako, kwa sababu ni roho kamili ambayo majeshi na upepo wabaya wameshatuma. Kwa hiyo wakituma, ghafla unashangaa, unaanza kurudi nyuma. Kwa nini? Ni roho ya visasi. Kwa hiyo roho ya visasi ni kwamba ukijua hicho kitu ni kwamba haiwezi kukusumbua. Bwana Yesu asifiwe. Ni maneno mangapi wewe ukiwa mtumishi ambaye umerushiwa, ambayo umenenewa na watu, ambaye wanaona kwamba ni kwamba yale ni roho ya visasi ambayo inakuja kwako ili kuondoe kwenye utumishi wako, ili kuondoe kwenye msimamo wako wa kumwamini Mungu. Ghafla na wewe unateteleka, unaanza kulia. Umefikiri wamesema okay, hujaokoka, na wanasema kama wanasema mimi sijaokoka ni kwamba okay, na wachia uokovu wao. Umefikiri namna ambavyo unahitaji ndani yako vaa haki ya haki diria kifuani, ili kwamba ndani yako isiweze kuleta matokeo ya kukuzuru. Kwa sababu kati ya kitu ambacho adui anapanga ni kwamba anapanga roho ya visasi ambayo ikikukuta kwako ni kwamba huwezi kupona. Kwa nini? Kwa sababu inaweza wakatuma saa nyingine magonjwa hiyo kwa watoto wako, wanaweza kutuma yote ni roho za visasi. Lakini ninazungumza wewe uliye mtumishi ambaye ndani yako ni kwamba roho ya visasi ikitumwa kwako, kwa sababu inatumwa na mashambulizi, inatumwa na maimbilizi, inatumwa na kitu ambacho ni kikali ambacho huwezi kutoka kwa urahisi kama hujavaa diria ya haki kifuani. Kwa hiyo unajishangaa saa nyingine watu wengi unaonaga wanarudi nyuma. Kwa nini? Hajafanya. Lakini maneno yalivyokuja kwa kasi kwenye roho ya visasi, ghafla mtumishi anakata tamaa. Kwa nini? Ni matokeo ya kile ambacho hajakifanya, lakini ghafla shetani ameinua watu, huyu sio mtumishi, huyu sio mtumishi. Okay, kama umekata tamaa, wamesema sio mtumishi, huyu anayesema wewe sio mtumishi hakupeleki, hana mbingu. Kama hana mbingu, wewe hofu na mashaka inatoka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Hana mbingu. Mwenye mbingu ni Mungu, mwenye mbingu ni Baba, ndiye ambaye anasema, Yesu anasema bila kwenye njia yangu hujamuona Baba. Kwa hiyo unahitaji kukaa na kucheki matokeo yako. Bwana Yesu asifiwe. Wamekuzushia vitu vingapi ambavyo vimekukatisha tamaa, lakini ghafla umekata tamaa, unasema na wachia uokovu wao. Umefikiri uache uokovu mtamu namna hii, unaenda wapi? Nani atakusaidia? Nani atakusaidia? Bwana Yesu asifiwe. Cheki kwenye Zaburi 94 ule mstari wa kwanza, ambacho sasa kama uko vizuri, kama unamwamini Mungu, umekaa kwenye station ya Mungu vizuri,
Mungu kwenye Zaburi 94 ule mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema, e Bwana Mungu wa kisasi uangaze. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wa kisasi, yeye Baba anaweza kulipiza kisasi kwa yule ambaye ndani yako wewe huna namna ambavyo unaweza ukakaa ukaona kama ni kama mazingira fulani wanakutana, ni kama kuna dhiaka fulani. Okay, wewe huna shida, kwa sababu yeye Mungu anasema yeye ni Mungu wa visasi. Kwa hiyo akija anasema pisheni ghadhabu. Kwa hiyo ghadhabu ya Mungu ni mbaya kuliko hata ya mwanadamu. Mwingine haelewi. Wewe watu umeona wanasema na wewe umeingia na wewe kusema na umeingia, sijui hawaniwezi, sijui nini, haikusaidii. Yeye Mungu anasema hata kama wamekutukana, hata kama wamekudhihaki, hata kama haoni kama wewe ni mtumishi, lakini ghafla Mungu anasema yeye anaingilia kati. Wacheni waseme, lakini Mungu anasema ataingilia kati. Anasema pisheni ghadhabu, acheni ghadhabu yangu inayoangaza. Ni kwamba uwe na uhakika. Kuna watu walikuwa wanamtania Musa. Cheki kilichomkuta wakina Tora, kilichowakuta, ardhi iliwameza. Kwa nini? Walikuwa wanamshambulia Musa, sio mtumishi, sijui nini 200, watu zaidi ya 200 walimezwa na ardhi. Kwa nini? Vile ambavyo Musa hakutaka kusema maneno mengi. Kwa nini? Kwa sababu alifahamu Mungu jinsi alivyo. Bwana Yesu asifiwe. Waebrania 10 ule mstari wa 30, neno la Mungu linasema, maana twajua yeye aliyesema kupatiliza kisasi ni juu yangu, nitalipa na tena Bwana atawahukumu watu wake. Kwa nini? Kwa sababu kwenye Waebrania anasema yeye Bwana ndiye anayeweza kukulipia kisasi kuliko wewe unachotaka msimame. Na ndio maana nimesoma mwanzo ule kwenye Waefeso 6 ule mstari wa 14, nikasema vita vyetu si vya damu na nyama. Ukishaonyesha wewe vita vya damu na nyama, ni kwamba ndani yako huwezi kwenda, ndani yako huwezi kupigana, ndani yako utaingia kwenye kushindana. Ni kwamba matokeo ya Mungu hayataonekana kwako, kwa kuwa umeingia kwenye kushindana. Namna ambavyo umevileta vita ambavyo ni vya rohoni, umevileta ni vita vya mwilini. Kwa hiyo ukivileta vita vya mwilini, ghafla unashangaa unapigwa. Kwa nini? Kwa sababu umeleta vita ambavyo Mungu anasema vita yetu si ya damu na nyama. Kwenye Waefeso 6:14, vita yetu si ya damu na nyama. Waefeso 6:12. Kwa nini? Ina msitizo ambao ukupe matokeo ya kile ambacho unahitaji kukipata. Bwana Yesu asifiwe. Cheki Warumi 12 ule mstari wa 19. Warumi 12 ule mstari wa 19, neno la Mungu linasema, wapenzi, msilipize kisasi ninyi mliokoka. Msilipize kisasi, inasema bali ipisheni ghadhabu ya Mungu, maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu, mimi nitalipa, anena Bwana. Kwa hiyo kama Bwana amesema atalipa kisasi, unakuta unajing'ang'ania wewe, unataka uonekane kwa watu, unataka uonekane ni kama wewe ndio mwamba, wewe ndio jemedari, wewe ndiye mshindi. Haikusaidii. Yeye anasema nipishieni ghadhabu, na ndio maana tunakaa kimya. Unaanza kubishana na watu ambao unajua kwamba ina maana huyu ni shetani amewatuma kwa ajili ya kulipiza wewe kwako kisasi, ili uweze kushindwa. Na utashindwa tu, kwa kuwa neno la Mungu linasema ipisheni ghadhabu, kisasi ni juu yangu. Kwa hiyo kama kisasi ni juu yake, ghafla umeingia kwenye matokeo ya kuona ni kama unataka kujipigania. Hakuna mtu anaweza kujipigania kwa nafsi yake. Bwana Yesu asifiwe. Hayupo.
Unahitaji kucheki namna ambavyo ilivyo. Vaeni silaha, vaeni neno la Mungu likae kwako, ambalo neno la Mungu hata wakichoma mishale ambayo ni mikubwa, ambayo ina moto, lakini ghafla haiwezi kukufanya chochote. Ghafla haiwezi kukuteteresha kwenye imani yako ya kumwamini Mungu, kwa kuwa ghafla huna namna. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine hawezi kuelewa. Umefikiri jinsi ambavyo ilivyo. Naona wengine wanagombana, wanakuja kugombana, alafu nawahurumia mimi ndani yangu. Kwa nini nawahurumia? Nafahamu niliyembeba. Nafahamu niliyembeba ni mbabe, alafu yeye ni mbaba wa visasi. Mimi utakuwa unachukia, unaleta vya kuleta, mimi nacheka. Bwana asifiwe. Kwa kuwa namfahamu Mungu, namfahamu Baba. Nao mmoja ule mstari wa pili. Nao mmoja ule mstari wa pili. Neno la Mungu linasema, Bwana ni Mungu mwenye wivu, naye ujilipiza kisasi. Bwana ajilipiza kisasi, naye ni mwingi wa hasira. Bwana ajilipiza kisasi. Ni juu ya adui zake, ni juu ya adui zako, ni juu ya adui zako wanaong'ang'ana na huduma yako, wanaong'ang'ana na uchumi wako, na awekee adui zako akiba ya hasira. Ameweka hasira zake, ameweka akiba Mungu kwa ajili ya adui zako, ili Mungu aweze kuwapiga. Unakata tamaa. Kwa nini unakata tamaa? Mwingine anasema, sasa mwalimu, tunafanyeje? Bwana Yesu asifiwe. Ninakwambia katika jina la Yesu, kila ombi unaloomba, unavyomaliza maombi yako, kumbuka kukataa roho za visasi. Kataa roho za visasi, kwa sababu ni roho kamili. Kwa hiyo usipokataa roho za visasi, uwe na uhakika zinavamia ambapo pataka kukuuma. Kwa hiyo zikivamia ni kwamba mwingine haelewi. Unaweza kuona biashara nzuri, unakuta wengine magari yanafika salama, yanatoka Dar es Salaam yanafika salama na mizigo, lakini ya kwako yanadondoka. Lakini wewe ni mtumishi, unaangalia mazingira namna ambavyo ilivyo, unakuta matokeo yake ni shida tupu. Kwa nini? Kwa sababu visasi. Ukishaomba maombi, kataa roho za visasi, ndicho ambacho kitakupa matokeo ya kutembea vyema na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Namba yangu ya simu, Mwalimu Yeremia Ebeneza Mwaigaga. Namba yangu ya simu ukitaka kwa msaada zaidi, 07 07 53 697 281 07 53 697 281. Namba nyingine 0799 367 281 0799 367 281. Mwalimu Yeremia Ebeneza Mwaigaga. Mungu wetu mtakatifu, na kuinua Baba na kukutukuza Elohim, mwaminifu uliye Baba, uliye Mwokozi wangu. Jina lako litukuzwe, jina lako lihimidiwe, Mungu mwenye enzi yote, mwenye utukufu. Baba, na waleta wasikilizaji wangu wa Tunduma FM mikononi mwako Baba, waepushe na hii roho ya visasi ndani yao, ambao Baba wengine wamejeruhiwa, wengine Baba wamepata shida kwa sababu ya roho za visasi. Baba, wape kuwafundisha zaidi na zaidi, ili Baba wapate kujua na kuelewa wewe ni Mungu mwenye uweza na mamlaka yote, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na waleta Bwana watazamaji wangu wa Ebeneza TV, na waachilia kwako kupitia jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Watawale Baba na kuamiliki wewe uliye Baba, uliye tumaini letu, kwa jina la Yesu nikiomba na kuamini, amen. Mungu akubariki sana mtumishi, na kutakia usiku na usafiri salama, ufike salama nyumbani. Amen. Amen. Sikilizaji